Mtazamaji, aliye mbele yetu ni mkurugenzi mkuu mtendaji wa Mafia Boxing Promotion, taasisi kubwa zaidi ambayo imekuwa ikiendelea kufanya uwekezaji mkubwa kwenye mchezo wa masumbwi kwa mabondia, lakini pia kuandaa matamasha ya daraja A katika nchi yetu. Tarehe 24 tutakwenda kushuhudia knockout ya mama ya msimu wa 8, Ibra Mafia akienda kulipa kisasi. Lakini muda mchezo kutoka sasa tumemshuhudia waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda akija kufanya survey kubwa na kusema maneno mengi sana. Mafia, mmeondoka na nini kwenye mazungumzo haya na kwenye ziara hii ya waziri? Karibu sana. Kwanza tumshukuru Mheshimiwa Waziri kwa ujio wake, kwa kuona kwamba kuna umuhimu wa kuja hapa. Tafsiri ya kwamba amekupa thamani. Kwa hiyo mtu akikupa thamani, basi mshukuru na umuombe Mungu zaidi. Na kwa kweli ni heshima kubwa sana kwa ujio wake hapa, imetupa hamasa zaidi na ametufanya tuweze, yani imetuongezea kitu katika hicho ambacho sisi tunaweza kukifanya. Unajua, ukipokea viongozi wakubwa kama hawa inakupa hali fulani hivi ya kuweza kufanya makubwa zaidi yale ambayo wameyafanya. Kwa hiyo kwanza tumshukuru kwa muda wake, amekuja hapa na amezungumza mengi, kila mtu amemsikia. Kubwa ni kuyafuata yale ambayo ameyaongea kama waziri, sisi wajibu wetu ni kuyatekeleza tu. Kwa hiyo sisi kama Mafia Boxing tumefarijika sana na tumeona kwamba ametupa heshima ya hali ya juu. Kumpokea kiongozi mkubwa kama huyu Mheshimiwa Makonda ni jambo la faraja sana na limetupa hamasa na kutufanya tuweze kufanya makubwa zaidi katika tasnia hii ya boxing. Lakini msafara wao umeongozana pia na viongozi wa mpito wa shirikisho ama taasisi inayosimamia ngumi za kulipwa TPBRC walikuwepo hapa wakijumuika na nyinyi viongozi wa Mafia sana. Hii inatoa alamu gani kwenda tarehe 24 sasa? Hii inasema kwamba ni ule utayari, kwamba tayari jambo liko jikoni, wakati wote liweke mezani, watu wapate kulishambulia. Kwa hiyo ni ule utayari wa tukio lenyewe kubwa. Kufika kwa viongozi wakubwa kama hawa ni tafsiri kwamba tayari jambo linaelekea kukamilika kwa 100%. Kwa hiyo tunaomba tu Watanzania waone ule uthamani ambao Mheshimiwa Waziri ameuonyesha, basi na sisi kama Watanzania, mashabiki, wapenzi wa masumbwi, tusimwangushe. Uwepo wake yeye hapa na sisi tukawepo ni alama kubwa kwamba tumemheshimisha yeye, tumeheshimisha tasnia ya ngumi, lakini tumeheshimisha nchi yetu ya Tanzania. Kuja kwa support vijana hawa, tunaamini kwa support yetu kubwa tutakayoonyesha siku hiyo tarehe 24, siku ya Ijumaa, ni wazi kwamba ushindi unakwenda kupatikana kwa vijana wetu hapa. Nini ambacho sasa kimebakia kwenye akiba ya maelezo yako kwenye kabati lako la kuelekea tarehe 24, Mtanzania wa kawaida mpenda boxing, na nini ambacho mmekitengeneza kije kisababisha hata wale wasiopenda mchezo wa boxing tarehe 24 wasikose hapa? Unajua, watu wanatakiwa waone kwamba ukiona mpaka serikali inaingia katika kile ambacho nakifanya, manake hata sisi sasa wadogo ambao tuko chini ya serikali lazima tukiangalie pia kwa jicho la karibu vile vile. Kitu chochote ambacho serikali imekiingilia, manake si kitu cha mzaha, ni kitu ambacho kina heshima yake na kina thamani yake. Kwa ili kukipa thamani zaidi, basi na sisi vile vile kama watu wa pili sasa tutie support yetu kwenye kukiheshimisha zaidi, kwenye kukithaminisha zaidi. Ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo tunawakaribisha, kikubwa ni kuwakaribisha. Lakini kwanza tuipongeze serikali. Tuipongeze sana serikali sana kwa kazi kubwa ambayo wanayoifanya sana. Tunaona nguvu kubwa wamewekeza katika michezo. Na hivi sasa kuna kiongozi mahiri kaingia. Hakuna asiyejua utendaji wa Mheshimiwa Makonda. Ni mtu ambaye kanyooka, mchapa kazi. Hakuna shaka juu hilo. Kwa tunaamini kwamba ujio wake katika hii nafasi kuna mengi makubwa katika michezo. Sio boxing peke yake, michezo kwa ujumla inakwenda kupiga hatua kubwa sana. Kwa tuombe sasa Watanzania wapenzi tujumuike, tuweke ile support yetu. Najua hili pia litakwenda kuhamasisha zaidi hata wale ambao hawapendi michezo, sasa wataanza kuipenda michezo. Makonda ni mtu wa kipekee sana katika uongozi. Kokote utakapomweka ni mtu ambaye brother una shaka katika utendaji wake. Kwa hiyo tuombe sasa Watanzania wasibaki nyuma, tumsupport Mheshimiwa Waziri katika kila ambacho anakifanya katika michezo kwa ujumla wake. Tarehe 24 mwezi huu wa 4, siku ya Ijumaa, hapa katika soko la kimataifa la biashara Ubungo, stendi ya zamani ya mabasi ya mkoa hapa, tunawalika Watanzania wote wafike kwa wingi sana. Saa 11 bao cha kwanza nakwenda kuanza. Kwa hiyo kuanzia saa 7 ya dhuhuri milango iko wazi, watu wanaweza wakaanza kuingia. Na niwaambie tu, kutakuwa na surprise
au si niweke wazi? Weka wazi Haya sasa, breaking news. Unapenda kusikia mgeni rasmi ama unapenda kusikia nini? Tuanze mkurugenzi. Tuambie tu kama tutakuwa na burudani za kutosha sana. Burudani, tutakuwa na wasanii wakubwa. Brother, nikisema wakubwa, elewa wakubwa, si wadogo. Kuna level za wasanii. Huyu anafahamika level yake ikoje, lakini tukitamka wasanii wakubwa, we mean kwamba ni wasanii wakubwa. Kwa hiyo mbali ya masumbwi, tutakuwa na burudani ya music. Wasanii wakubwa watakuja kuperform hapa mapema zaidi, majira ya saa 8 mpaka kwenda saa 11 ambapo bao cha kwanza inakwenda kuanza. Kwa hiyo watu wawahi burudani hii. Na hii sehemu ni sehemu ambayo usalama wake ni 100%. Ulinzi wa kutosha, sehemu ni nzuri ya kuvutia. Humu ndani ukiingia kuna restaurant mbalimbali, kuna vyakula, kuna mahitaji mbalimbali. Kwa hiyo ni sehemu kama ni ya mtoko. Njoo na familia yako, chukua vijana wako ile 3, familia, baba, mama, njooni tuburudike, kwa sababu ngumi sasa hivi ni mchezo wa burudani. Yes. Watu wanakwenda kuleta burudani ya ngumi. Zamani kidogo ilikuwa inaonekana kama ngumi fulani vya kiuni, lakini sasa hivi unaona mpaka mheshimiwa kaja. Maana yake sasa ile dhana ya mchezo wa kiuni ishabadilika. Mpaka serikali imeingia sehemu hiyo, huo sio uhuni tena, jambo ambalo liko serious. Kwa hiyo tunawalika Watanzania wote, Watanzania wapenzi wa masumbwi, basi tuje kwa wingi sana. Kwa thamani ndogo tu, shilingi 5,000. Njoo hapa chini mlangoni. Tickets zinapatikana hapa Ubungo. Njoo, shilingi 5,000 yako, 10,000 na shilingi 50,000 uje kuangalia burudani yangu. Mgeni rasmi? Ni swali gumu kidogo, lakini tunashukuru kwamba Mheshimiwa Makonda ameconfirm kwamba atakuwepo. Lakini itafahamika hapo baadaye kwamba nani sasa atakuwa pale mbele. Maana ukimtoa Mheshimiwa Makonda, maana kuna mtu mkubwa zaidi atakuwepo chini yake, kama atapatikana, kama ataconfirm. Asipo confirm, Makonda mwenyewe anatosha sana, yeye mwenyewe tu anatosha. Lakini mpaka baadaye tutajua nani tutakuwa naye. Hii tuache katika mabano. Tuache katika mabano. Dodoso ndogo tu, Salimini anaendeleaje huko walipo? Kwa sababu tumemwaga, kaagwa na nchi, akapewa bendera, tumemsindikiza mpaka departure pale airport Terminal 3. Huko alipo tarehe 25 I think ndo anapanda ulingoni. Hali yake ikoje mpaka sasa? Ni safari ndefu, na nafikiri ilitarajiwa leo ama kesho ameshaingia. No, ni kesho ameshaingia, amepitia transit. Kwa hiyo bado yuko safari. Kwa hiyo tunajaribu kufanya mawasiliano tujue amefikia wapi. Nafikiri pale tutakapowapata zaidi tutapata taarifa zaidi, lakini ameondoka juzi yes, kuelekea Guyana kwenda kupigana. Kwa hiyo bado uko safarini. Pale atakapowasili basi taarifa zitatoka zaidi, ila ni tarehe 25 Salimini Kasim anakwenda kuipeperusha bendera ya Tanzania. Kijana huyu mwenye nyota 4 yuko Guyana, anaenda Guyana kuipa heshima nchi yetu ya Tanzania. Na haya ni mafanikio makubwa sana katika tasnia ya boxing, kupata vijana ambao wanatoka, na sio Salimini tu, nafikiri tunaye Ibrahim Class naye yuko safarini anakwenda kupigana. Ni heshima kubwa. Sisi kama Mafia Boxing Promotion tunatoa support yetu kubwa sana na dua zetu nyingi sana kwa vijana ambao wanakwenda kupigana huko nje. Sisi ni wadau wa ngumi, tunapenda ngumi. Wale watakaposhinda kule, manake taifa zima limepata ushindi kwa ujumla. Kwa hiyo tunatoa baraka zetu zote, support yetu yote, dua zetu zote kwa vijana ambao wameondoka kwenda nje kuiwakilisha Tanzania katika mchezo huu wa masumbwi. Bwana, shukrani sana kwa muda wako. Asante sana bwana.